Iwe unataka kujifunza forex, kununua signal au usimamizi wa akaunti, yani account management, Nasoro Forex ndio mtu pekee wa kumsikiliza hivi sasa. Picha linaanza, unaruhusiwa kujiunga kwenye group la forex la Telegram bure kabisa kwa kubonyeza linki hapo chini. Halafu hakuna janja. Ofisi ipo barabarani Kope, fika jengo la Victoria Noble Floor ya 4 jijini Dar es Salaam. Na zaidi, unaweza kuwasiliana na Nasoro Forex hata hivi sasa kupitia simu namba 0712253749, iwe kawaida au WhatsApp, utachagua wewe. Na kule Instagram anapatikana kwa jina la Nasoro Forex. Acha kusubiri, jiunge sasa. Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika ambao unasubiriwa na wadau wengi wa soka barani Afrika, hususan katika nchi ya Tanzania na nchi ya Afrika Kusini na ulimwengu mzima kwa ujumla, basi ni mchezo ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch kutokea Afrika Kusini, ambapo mchezo huu unatarajiwa kuchezwa siku ya Jumapili, yani tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2025, na mchezo huu utakwenda kuchezwa katika uwanja wa New Amani Complex uliopo visiwani Zanzibari kuanzia majira ya saa 10 jioni, ambapo Simba Sports Club ndiye ambaye atakwenda kuwa mwenyeji mara baada ya uwanja wa Benjamin Mkapa kuweza kufungiwa. Kwa hiyo ni mchezo wa mkondo wa kwanza nusu fainali, kwa sababu Simba wakimaliza mchezo huo watalazimika kusafiri kwenda bondeni kwa Madiba, yani Afrika Kusini, kwa ajili ya kwenda kucheza mchezo wa marejeano ili kuweza kupata aggregate, na timu ambayo itafanya vizuri katika mechi hizi mbili basi moja kwa moja itakwenda hatua ya fainali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2024-2025, ambapo historia inaonyesha klabu ya soka ya Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch kutokea Afrika Kusini, hii ni mara ya kwanza kwa klabu ya soka Simba na Stellenbosch kuweza kwenda kukutana. Lakini kumbuke, Simba yeye ni mara ya kwanza kuweza kutinga nusu fainali, na Stellenbosch huu ni msimu wake wa kwanza kushiriki michuano mikubwa ya kombe la shirikisho na hatimaye ameweza kwenda mpaka hatua ya nusu fainali. Kumbukwe, Simba wameweza kutinga nusu fainali mara baada ya kuiondosha Al Masry kutoka katika nchi ya Misri, na Stellenbosch nao pia wameweza kutinga nusu fainali mara baada ya kumundoa bingwa mtetezi Zamalek kutokea katika nchi ya Misri. Kwa ni timu ambazo katika robo fainali zilicheza na vilabu kutokea katika nchi ya Misri. Kwa ni mchezo mgumu ambao Simba wanahitaji kumaliza wakiwa katika nchi ya Tanzania ili waweze kujitengenezea mazingira mazuri kuelekea katika mechi ya mkondo wa pili pale nchini Afrika Kusini. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni Mtanzania unaamini klabu ya soka ya Simba itakwenda kuibuka na ushindi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch, like video yetu alafu tuambie wewe kwa upande wako, wewe unaiona klabu ya soka ya Simba ikienda kuibuka na ushindi wa mabao mangapi dhidi ya Stellenbosch. Sasa kuelekea katika mchezo wa Simba Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch, mchezo wa nusu fainali kombe la shirikisho barani Afrika, klabu ya soka ya Simba Sports Club wameweza kupata pigo kubwa, kwa sababu kuna nyota wao muhimu ambao watakwenda kukosekana katika kikosi cha Simba Sports Club. Nyota wa kwanza ambaye Simba wanatarajia kumkosa ni Shemalone Fondo, ambaye bado anauguza majeraha goti ambayo aliweza kuyapata akiwa na klabu ya soka ya Simba Sports Club. Kwa hiyo tunaona katika eneo la center back pale kuna uwezekano mkubwa akaanza Shamu Karabua. Eneo lingine ni kiungo mkabaji Mzamiru Yasin Selemba, naye pia tunaona atakwenda kukosekana katika mchezo wa Simba kwa sababu bado anauguza majeraha ambayo ameweza kuyapata akiwa na kikosi chekundu wa Msimbazi, ambapo alipata majeraha ya kuumia kisigino. Nyota mwingine ni Valentino Mashaka, ambapo tunaona kwa upande mwingine mchezaji huyu yupo katika timu ya taifa chini ya umri wa miaka 20. Kwa hiyo naye pia atakosekana kuelekea katika mchezo wa Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch. Nyota mwingine ambaye hayupo katika mpango kazi wa kocha mkuu anaofahamika kwa jina la Fadlu Davis ni golikipa Aishi Salum Manula, ambaye tunaona kwa sasa hatumiki mara kwa mara. Nyota mwingine ni golikipa Ayubu Lakredi, ambaye licha ya kufanya mazoezi na kikosi cha Msimbazi lakini bado hajasajiliwa kuweza kuitumikia
klabu ya soka ya Simba Sports Club katika mfumo ule ambao unawatambua wachezaji. Lakini nyota mwingine ni mchezaji Omar, ambapo mchezaji yule pia tunaona hayupo katika mpango kazi wa kocha Fadlu. Lakini nyota mwingine ni Edwin Barua ambaye naye pia tunaona hayupo katika mpango kazi wa kocha mkuu anaofahamika kwa jina la Fadlu Davis. Kwa hiyo tunaona hiyo ndio orodha ya wachezaji ambao Simba wanatarajia kuwakosa kuelekea katika mchezo wao wa kombe la shirikisho nusu finali dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Stellenbosch.